Hivi karibuni kule bungeni watu wa pikipiki walikuja hapa wakanisomea risala ndefu. Nafikiri lile tatizo limemalizwa. Lakini pili, tulikuwa juzi bungeni tunaangalia serikali inapitisha nini. Sasa wengi kati yenu wakati mwingine hamuangalii shughuli za bunge. Kwa hiyo tukasema ni mwite mtu wa TRA kuhusiana na mambo yenu yaliyojadiliwa bungeni, ili atoe taarifa kwenu nyinyi viongozi, ili muwafikishie wanachama wenu. Kwa hiyo yule TRA yuko wapi? Sasa lieleze vizuri na sheria, mabadiliko ya sheria na yanayohusiana na masuala ya guta, bajaji na pikipiki. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na viongozi wenzangu, kama walivyosema na kama wengine tulivyosikia, wiki iliyopita bungeni ulipita mswada ambao tunategemea 90% ndio itakuwa sheria. Kuna mabadiliko mbalimbali ya kisheria ambayo yamependekezwa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tulikuwa na vikao mbalimbali, kama unakumbuka kuna watu wa maguta walikuwa na concern zao, na kushirikiana na ofisi yako tulipeleka mapendekezo makao makuu na bungeni. Tunashukuru mengi yamechukuliwa na tunaamini yatapita. Mojawapo la kwanza lilikuwa guta zile za mizigo. Mapendekezo ni kwamba kodi itapungua kutoka iliyokuwepo 250,000 kwa mwaka mpaka kuja 120,000. Hayo ni mapendekezo ambayo waziri wa fedha kayatamka. Lakini kwenye mswada pia tulikuwa na issue ya pikipiki, zilikuwa zinalipa, pikipiki za abiria zilikuwa zinalipa kodi shilingi 65,000 kwa mwaka. Mapendekezo ni kwamba kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 hiyo kodi haitakuwepo, kama mswada tutaendelea kuwa hivyo. Lakini pia tulikuwa na bajaji za abiria, kodi ilikuwa 120,000 kwa mwaka, na mapendekezo kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 hiyo kodi pia imefutwa, haitakuwepo. Swala lingine la 4 tulikuwa na leseni. Leseni ya dereva, kodi ilikuwa, ada ya leseni ilikuwa moja kwa watu wa leseni za magari pamoja na leseni za pikipiki na bajaji. Sasa hivi imetenganishwa, na leseni za kuendesha gari itabakia pale pale 70,000, lakini uendeshaji wa pikipiki na bajaji pamoja na maguta, mapendekezo ni kwamba itashuka kutoka 70,000 mpaka 30,000. Mbali na mabadiliko mbalimbali, hayo tu ndio ambayo yanagusa hili kundi. Mheshimiwa Mkuu. Haya. Hapo vipi? Hapo sawa. Hapo vipi? Hapo sawa. Serikali imepeleka hayo mawazo bungeni na mjadala utafanyika, na bila shaka wabunge watafanya nini? Watapitisha. Hawawezi kukataa mambo mazuri. Sasa kiongozi wa bajaji aseme, waguta aseme, na kiongozi wa pikipiki aseme, ili mpaze sauti zenu kwa wabunge kwamba wapitishe hayo mambo, ili kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 mambo yawe safi. Nashukuru pia kwa serikali, nashukuru kwa Mheshimiwa Rais Samia. Kilio chetu ilikuwa ni mapato yalikuwa ni 250,000, sasa yameshushwa kwa mapendekezo ya waziri tarehe 1. Kongole kwa serikali, kongole kwa Mama Samia. Tunashukuru sana kwa mkoa kushirikiana na sisi. Kwa issue ya TRA, nafikiri sasa tunaomba wanachama wetu ambao mnatusikiliza, tuko hapa kwa mkuu wa mkoa, tunaomba tujipange kukata mapato. Mheshimiwa Rais, tulikuwa tumegoma kukata. Kwa tumeongea na ratiba, tutalipa kwa sababu ni bei kubwa. Kuna vitu viko vingi. Tuna stendi 5, sisi tulikuwa tunalipa 1,000 ukiingia kila stendi. 5,000 bado parking, bado mapato, bado LATRA. Kwa hiyo kwa hilo kwa kweli serikali imefanya kitu kikubwa na imetukumbuka sisi kama raia, kama wanachama. Kwa kweli tunawashukuru sana. Kwa jina naitwa Elias Rugwisha, mwenyekiti wa bajaji BCRO. Awali ya yote tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia, kwa kuona mbele kwamba madereva bajaji, pikipiki pamoja na watu wa guta wanatupunguzia ule mzigo wa kodi. Kwa sisi tunamshukuru Rais na tunamwahidi kwamba
kabla ya Oktoba kwenye kampeni sisi tutaungana na yeye kupiga kampeni kuhakikisha kwamba anarudi madarakani. Na mwezi Oktoba tunatiki wote madereva bajaji mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo sisi ahadi yetu ni hiyo, na tunaomba wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania watupitishie tu hiyo bajeti iweze kupita ili kuanzia mwezi wa 7 tarehe 1 ili tuanze kufanya kazi. Sisi tunamshukuru Rais, tunamshukuru mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza, tunashukuru sana wakuu wetu wa wilaya zote za mkoa wa Mwanza kwa kazi nzuri wanazozifanya. Kwa hiyo hatuna mengi, ila tunamwahidi Mheshimiwa Rais, hili ni deni kwetu sisi na Oktoba tutalilipa. Kwa niaba ya chama cha waendesha pikipiki mkoa wa Mwanza, tunapenda tuipongeze serikali yetu. Serikali yetu ni sikivu, hasa imetuangalia kundi letu la vijana. Kile kilichokuwa kilio chetu kikubwa cha leseni kutofautisha kutoka 70 kwa watu wa gari na 30 kwa watu wa pikipiki, tumelizungumzia sana, na kweli serikali ni sikivu na wamelichukua. Makofi kwa serikali yetu. Tunaamini serikali yetu ni sikivu, inasikiliza wananchi wake. Ndugu zanguni, kinachotakiwa Oktoba sisi ni kulipa fadhila kwa serikali yetu kwa kumwongeza mitano tena ili arudi akamilishe yale ambayo yalikuwa bado. Pikipiki, sisi ni watu wa Mwanza. Tarehe 19 ni waombe madereva pikipiki, ni waombe wana Mwanza, tujitokeze kwa pamoja kuweza kumpokea Amiri Jeshi Mkuu wa nchi Rais Samia Suluhu Hassan kwa mapokezi makubwa, ila tumpe fadhila kwa kile ambacho kundi hili ametufanyia. Bajeti imetujali zaidi ya sana vijana, na tunasema tunaahidi Oktoba tutafanya maajabu kama vijana. Pikipiki. Hiyo kwanza, kwa niaba yenu ni waombe wabunge wa mkoa wa Mwanza wote kuhakikisha katika bajeti hii maneno na mawazo yenu wanayafikisha bungeni kuunga mkono yale mapendekezo ya waziri wa fedha katika swala linalohusu vijana wa bajaji, guta na bodaboda. Lakini pia swala la kupunguzwa kwa ile faini ya LATRA pia ni waombe wabunge wa mkoa wa Mwanza na lenyewe walisemee kwa ukubwa kabisa pale bungeni ili mambo ya kundi hili yawe mazuri zaidi.